Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia? Hapa ni shaka uko vyema kabisa, na kwa upande wangu nipo Sodakta sana. Karibu sana kwa ajili ya kuangazia taarifa ambazo tuko nazo kupitia Biomedia hii leo. Mimi ni official Rose D mpaka tamati. Bana, Mange amemshushia kichambo Harmonize mara tu baada ya kutangaza kuachana na mziki kugombea ubunge huko Mtwara ambako ni nyumbani kwao. Mambo yamekaa vipi kuna story hii? Hakikisha unatazama mpaka tamati kwa ajili ya kujua undani wa story hii. Unaambiwa bana, Rajab Abdul Kahali ambaye anafahamika kwa jina zaidi ama jina lake ile ya kisanii maarufu kama Harmonize amewaacha mashabiki wake wananchi kwa mshangao mkubwa. Sasa hii imetokeaje? Ni mara tu baada ya yeye kutangaza rasmi nia yake ya kuwania ubunge wa jimbo la Tandahimba mkoani Mtwara kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Baada ya tangazo hilo la bwana mkubwa Harmonize kuachana na music na kujikita kwenye kugombea ubunge limekuja kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo ameandika kwa kujiamini kabisa: Tandahimba, member of parliament 2025 inshallah, Oktoba CCM oye. Akaeka na hashtag ya Mama Samia mitano tena. Unaambia bana, Harmonize ambaye ni mmoja wa wasanii maarufu zaidi nchini Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania ya Afrika Mashariki, sasa anaonekana kuelekeza nguvu zake kubwa sana katika masuala mazima ya siasa, ingawa wengi walimjua kama msanii wa burudani, na uamuzi huu sasa unaonyesha kuwa ana malengo mapana ya kulitumikia taifa kwa njia nyingine kabisa zaidi ya muziki. Na kila ambacho kinazidi kuipa nguvu dhamira yake ni kumbukumbu ya maneno ya marehemu Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye ni kupitisha tu kwenye kumbukumbu hiyo mnamo 2019 hivi akiwa madarakani alimtaja Harmonize kama kijana mwenye maadili na uwezo wa kuwa mbunge mzuri endapo tu angeamua kujitosa katika masuala ya siasa. Sasa wakati huo Harmonize hakuchukua hatua yoyote ile, lakini kwa sasa inaonekana ameweza kupata msukumo mpya, hasa kutokana na mazingira ya kisiasa na uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa ni katika mahojiano ya njia ya simu na kituo cha habari hapa nchini Tanzania, ambako Harmonize aliweza kupigiwa simu na kufanya mazungumzo hayo. Alieleza kuwa uamuzi wake si wa kuchukuliwa kama utani, bali ni wa kweli na wenye dhamira ya dhati. Aliweza kusema amejiandaa kuchukua fomu ya kuwania ridhaa ya CCM na kuwatumikia wananchi wa Tandahimba kwa moyo mmoja kabisa. Lakini pia ameweka bayana kuwa anataka kuwa sauti ya vijana wa chatu ya maendeleo katika eneo hilo ambalo pia ndiko nyumbani kwao alikozaliwa. Sasa hatua hii Harmonize imeibua mjadala mpana katika mitandao ya kijamii, huku baadhi wakimpongeza kwa ujasiri wa kuingia kwenye siasa na wengine wakieleza wasiwasi wao mkubwa kabisa juu ya wasanii kuingia katika medani za kisiasa. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa wasanii wanaweza kuwa viongozi bora wakitumia umaarufu wao kufanikisha agenda mbalimbali za kijamii. Kwa sasa macho yote tunaelekeza kule Tandahimba, ambako kampeni za ndani ya chama zinatarajiwa kushika kasi hivi karibuni. Lakini pia Harmonize anapambana si tu kupata ridhaa ya CCM, bali pia kushinda mioyo ya wananchi wanaomfahamu kama msanii na sasa wanamtazama kama kiongozi mtarajiwa. Hili litawezekana vipi kule Tandahimba ikiwa ni ardhi ya nyumbani kwake bwana mkubwa Harmonize, ambako tayari ameleta nia ya kuwa mbunge kipande ile. Sasa mara tu baada ya taarifa hiyo bwana ya Harmonize kugombea ubunge kule Mtwara Tandahimba kwao huko Mange, naye kupitia Mange Kimambi hapo hakunyamaza. Hili ajaliacha liisha kama ambavyo mengine yanaishaga. Ameweza kushusha kichambo unaambiwa cha hatari kwa Harmonize kwa kumwambia kuwa kama mziki umemshinda, siasa ataiweza. Anasema uliendekeza mapenzi kuliko kazi, sasa unaona mziki mgumu, siasa utaiweza? Aishi mpaka ishi, tuko na Harmonize mpaka kieleweke. Haya ilikuwa ni maneno ya bidada Mange mara tu baada ya kupata taarifa kwamba Harmonize amejitosa kuwania ubunge huko Tandahimba kwao nyumbani. Akatuma kimessage cha kumuuliza uliendekeza siasa kuliko kazi. Je,
Utaweza ama tukuache? Anyways, nini maoni yako mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia juu ya hili? Unadhani Harmonize kuacha mziki kuhamia kwenye siasa ataweza kweli? Au unaungana mkono na kauli ya bidada Mange Kimambi, mwanaharakati huyo lakini pia dada wa taifa Other from Marekani, ya kuwa mziki umemshinda Harmonize na ndio maana kaenda huko kwenye siasa kwa sababu aliendekeza mapenzi sana na siasa inaweza ikamshinda? Mara tu baada ya kudondosha comment yako chini hapo, nikuashua kwamba tutapita nayo vizuri kabisa kunako video nyingine, lakini hapo umeenjoy mwanzo mpaka tamati hapa ambako tumefikia siku hii ya leo. Endelea kusalia nasi kupata update mbalimbali. Langu jina ni Official Rose na hii ni channel ya Biomedia. Endelea kusubscribe, itakuwa inapendeza ile kinoma noma.